Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, Mfalme wa amani, Mungu mkuu, mwaminifu na wa haki. Hakika Baba yangu, ninaamini ya kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba, usimamaye kila inapoitwa leo pamoja na watumishi wako. Ni saa pekee ya alasiri njema iliyokubalika mbele zako, Mungu mwenye neema. Baba, simama na mtumishi wako, pake mafuta mabichi kichwani pake. Weza wa nguvu zako Bwana, mfunike na kumwatamia. Tumia kinywa chake Mfalme kama upendavyo. Jioni ya leo usema na watoto wako wote. Tuko mahali hapa, wana wa kike na wa kiume, wakubwa na wadogo. Baba, tunakuhitaji. Tuko tayari kusikiliza Bwana mabwana maneno yako ya uzima, na zaidi ya kusikiliza, tuko tayari kugeuka, kubadilika, tukakufuate wewe, ili kwamba siku ya mwisho tukaulisi uzima wa milele. Njoo useme na roho zetu, njoo useme nasi Mfalme. O Mungu wa uzima, pasipo mapatano watu wako tukapatane, tukaelewane, tukasameheane, ili siku moja tupate kuulisi uzima wa milele. Hakika Mungu, ninaamini upo. Utasema na mtumishi wako, na mtumishi wako atasema na wana wako. Baba, karibu na Roho Mtakatifu apate kutuhudumia. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba na kushukuru nikiamini. Wote tuseme amen. 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 Hey, karibu mtumishi wa Bwana. Amen. Leo tuwa somo dogo fupi, mistari kama mitano tu. Utafungua kitabu chako cha Wakolosai sura ya kwanza, tutasoma mstari wa 3 mpaka wa 8. Tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao wa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mliowekewa akiba mbinguni, ambao habari zake mlisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili, iliufika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra mwenzi wetu mpendwa,
aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Leo mistari ukiwa umesoma hiyo ina mambo makubwa matatu tutakayoyaona leo. Na somo letu kichwa chake nasema nguzo tatu za Ukristo. Nguzo tatu za Ukristo. Nini maana ya nguzo? Nguzo inaweza ikawa ni ya mti, ikawa ni ya chuma, au ikawa ni ya zege. Nyumba yoyote iwe ni ya miti lazima iwe na nguzo. Haiwezi ikasimama akakaa mtu wakati haina nguzo. Itakuwa ni ya tope, watasimamisha miti, watafunga pembeni, watakandika kwa tope, lakini ili iweze kustahimili lazima nguzo iwepo. Wanajenga magorofa, ukienda kule gorofa ni nguzo. Upige ni urembo tu. Utaona simamisha nguzo, wanaweka slabu. Weza nguzo, wanaweka slabu mpaka zinafika gorofa 100 na kitu. Kinachofanya hiyo gorofa iweze kukaa mpaka rosheni 100 na kitu ni kwa sababu ya nguzo. Bila nguzo, hiyo gorofa, nyumba ulionayo haiwezi kuwa nyumba ukakaa ukaishi ukafurahi. Vile vile Ukristo wako ulio nao ukasema mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka, nimemfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha, lazima kuna nguzo za kusimamia za kukufanya Ukristo wako, utakatifu wako ujulikane, ustahimili, ukubalike. Lazima kuna nguzo. Napenda nikwambie zipo nguzo tatu za Ukristo. Nguzo ya kwanza ni imani. Nguzo ya pili ni upendo. Nguzo ya tatu ni tumaini. Nje ya hapo Ukristo wako umejaa mashaka. Nyumba haiwezi kustahimili, lazima nguzo iwepo. Mpendwa, nitaenda kuangalia ndio maeneo matatu. Imani, eneo la kwanza, nguzo ya kwanza. Maisha ya Mkristo yamejaa imani. Maisha ya Mkristo yamejaa imani. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11, Waebrania 11, Waebrania 11 mstari wa 6 anasema, Waebrania 11 mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaje Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Lakini sio kwa kusudi, nitachukua Biblia ya Kiingereza kidogo tu ili unielewe kidogo. Anasema, it is possible for people to please God only. Inawezekana kwa watu tu kama watakuwa na imani. Mpendwa, ili umfanye Mungu afurahie maisha yako lazima umwamini. Ili umfanye Mungu apendezwe na wewe lazima una imani. Maisha yenye mashaka, maisha yenye hofu yanakutoa kwenye pendo la Mungu. Bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Ukiona unaishi kwa mashaka, una maswali yasiyo na majibu, ujue umetoka kwenye kumfurahisha Mungu. Kinyume cha kufurahisha ni kuchukiza. Ukiona maisha yako yamejaa hofu, kila leo ni hofu, ujue tayari uko nje ya reli. Haiwezekani kumpendeza Mungu bila imani.
Nguzo ya kwanza ni imani. Lazima uwe na imani. Sasa swali linafuata, kwa nini hiyo nguzo ni mmoja wapo? Ni muhimu kwa nini? Au kwa nini imani? Takupa sababu kama 4 au 5. Ya kwanza, wokovu tulio nao tumeupata kwa imani. Hakuna duka linalouza wokovu. Hakuna. Hakuna chuo kinachofundisha ukapata cheti cha wokovu. Hakuna. Hakuna anayezaa wokovu. Hakuna. Imani, unapata wokovu kwa imani. Bila imani kwenye wokovu, huja wokovu, huja okoka, huja mpata Kristo. Tunapata wokovu kwa imani. Sababu ya kwanza, labda nisome kwenye Galatia 6, Galatia sura 2 mstari wa 6. Galatia sura 2 mstari wa 6. Galatia sura 2 mstari wa 6. Anasema, lakini wale viongozi waliosifika kuwa wanacheo walivyokuwa vyovyote, lakini wale viongozi waliosifika kuwa wanacheo walivyokuwa vyovyote, ni mmoja wao, ni pamoja kwangu. Mungu apokee uso wa mwanadamu. Nasema nao, pana hili nitakuwa wa 16 samani, sio wastani wa 16. Maandiko yanasema, lakini tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa tunapata wokovu kwa imani. Bila imani huwezi kupata wokovu. Hakuna duka la mwindi la Mchaga anayeuza wokovu. Tunaupata kwa imani. Na wokovu, hakuna kazi uliyofanya kumfurahisha Mungu akakuokoa. Ameleta wito, ukaitika wito, ukamwamini, ukapokea wokovu. Ndio maana maisha ya Mkristo lazima yaende kwa imani. Ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tunatakaswa kwa imani. Pata wokovu, hatua ya kwanza. Fuata utakaso kwa mtakatifu. Lakini na wenyewe ni kwa imani. Hakuna duka linalouza utakatifu. Hapana, tunaipata wokovu utakatifu kwa imani. Utasoma mwenyewe Matendo ya Mitume 26 mstari 18. Tunapata utakatifu kwa imani. Sababu ya 3, tunapokea ahadi ya Roho Mtakatifu kwa imani. Galatia 3:14. Galatia 3:14. Tunapokea ahadi ya Roho Mtakatifu kwa imani. Galatia 3:14. Maandiko yanasema, ili kwamba baraka ya Abrahamu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa njia gani wapendwa? Ya imani. Roho Mtakatifu haji kwako kama hauna imani. Utamwona, utafundishwa asubuhi na mchana, semina nyingi, utaombewa. Kama una imani, ni ngumu kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Tunapokea Roho kwa imani. Ahadi zote za Ibrahimu alizomwambia Ibrahimu, zote ni haki yako mwana wa Mungu, lakini sharti kwa imani peke yake. Una imani, baraka za Mungu sahau. Utaki kumwamini Mungu, utaki kuamini Kristo, huna imani katika neno la Mungu,
baraka si sehemu yako, kwa sababu tunazipokea kwa imani. Ndivyo maandiko yasemavyo. Sababu nyingine ya 4, maisha ya wokovu ni maisha ya imani. Utasoma Ibrania 10:38. Lingine, tunapokea uponyaji kwa imani. Huwezi ukapata uponyaji kutoka kwa Mungu, muujiza wowote kutoka kwa Mungu, bila imani katika Mungu mwenyewe. Sharti umwamini kwamba kweli amesema mtaweka mikono ya wagonjwa nao watapata afya. Ukiamini hilo unapokea. Haujaamini huwezi kupokea. Tunapokea uponyaji kwa imani, sio tiba. Kuna tofauti ya kutibu na kuponya. Pale maili 5 au kiloro, pale hawaponi wagonjwa, wanatibu wagonjwa. Utauliza mchungaji, tofauti yake ni nini? Jibu lipo kwako leo. Ndio maana Roho Mtakatifu amekuleta hapa ujifunze. Ukienda pale Kiroro Maroro, sema ita Maroro au maili 5, unaumwa, utaenda maabara, daktari atakuandikia nenda maabara. Unaenda maabara, wanakutoa damu, wanapima, wasema una malaria. Unarudi kwa daktari, anaandika mseto, asubuhi 2, jioni 2, kesho 2, kesho kutwa 2. Hiyo ni tiba, sio kuponya. Anatibu, inafuata mchakato fulani. Hapo ndio umetibiwa. Lakini kwa Kristo hakuna kutibu, ni kuponya. Unaweka mkono mgonjwa, mafua, homa, kifua vinaama. Hakuna 1 mara 2, 2 mara 3. Huo ndio uponyaji wa Kristo wa imani. Huyo ndiye Mungu unayemleta kwako leo ili umwamini. Huyo ndiye Mungu unayemtambulisha kwako kwamba ukimwamini utapokea, ukimwamini utashinda, ukimwamini utainuliwa, ukimwamini matendo makubwa yanakuja kwako kuanzia leo, kama ukimwamini Kristo kwa imani. Hiyo ndio nguzo ya kwanza ya Ukristo, maisha ya imani. Eneo la pili ni tumaini. Tutasoma Tito 2:13. Tito 2:13. Tito 2:13. Maandiko yanasema, tukiitazamia tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tumaini lenye baraka. Kuna tofauti kati ya imani na tumaini. Tumaini inaongelea yanayokuja. Imani inanena sasa. Ukiona unaombewa, mchungaji akakuombea, ukasema nitapona, huna imani, una tumaini. Kristo tunamwamini, tunatumaini atakuja, ataichukua kanisa lake, tutakuwa naye milele. Hilo ni tumaini. Na Mkristo ambaye hana tumaini amepoteza mwelekeo. Ndio maana ni mojawapo ya nguzo za Ukristo. Ukisha kuwa na tumaini na Kristo, maisha yako yatakuwa maisha ya tahadhari. Maisha yako yatakuwa maisha ya kujilinda. Hautaishi ili mradi kuishi. Tabia zako, mavazi yako, kunena kwako, kutenda kwako kutakuwa ni kwa tahadhari, kwa mujibu wa neno la Mungu, kwa sababu unalo tumaini. Asiyekuwa na maisha ya uangalifu katika Ukristo, huyo tumaini kwake limepotea. Ni nguzo ya pili ya Ukristo. Nguzo ya tatu ni upendo.
Ile utasoma Luka 12 mstari 36 mpaka 40, utasoma mwenyewe. Nguzo ya tatu nyingine ni upendo. Mkristo atakuwa anakuwa na maisha ya upendo wakati wote. Ambaye anasema mimi ni Mkristo, maisha yake wakati wote yaambatane na upendo. Maisha yake yadhihirishe upendo. Mwenye upendo wa Yesu, upendo wa Mungu, au upendo wa Kristo kwanza aliowachilia kwetu, lazima ushike amri zake. Ukisema nampenda Mungu, amri za Mungu unazishika. Kwanza hilo. Tunaanza upendo, kumpenda Mungu. Mkristo lazima uonyeshe unampenda Mungu. Na kumpenda Mungu kwenyewe, lazima amri zake ziwe mikononi mwako wakati wote. Zisiwe ngumu kuzitekeleza. Utaona ni za kawaida. Neno likikwambia geuka, unageuka. Anakuambia toa zaka, huweki maswali, mbona. Hapana. Nasema leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Kama unampenda Mungu, utatoa zaka. Anasema ombeni, ni agizo, ni amri. Kama unampenda Mungu, utakuwa muombaji. Anasema msiache kukusanyika kama ilivyo kawaida wengine, ni agizo, tukusanyike kwenye ibada kanisani. Kama unampenda Mungu, hilo neno utalitekeleza. Hivyo tu. Ukimpenda Mungu, lazima ushike sheria zake. Ukimpenda Mungu, sheria za Mungu zitakuwa nyepesi kwako, hazitakuwa mlima. Utazipenda, utazifurahia, hautaona ni mzigo kwako, kwa sababu ni maisha ya kumpenda Mungu. Tasoma Yohana 14 23 na 24. Yohana 14 23 na 24. Yohana 14. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Hii huwezi kuhangaika kumjua Mkristo anayempenda Mungu na asiyempenda Mungu. Utumie nguvu kubwa. Jibu liko hapa. Kipimo kiko hapa. Yohana 14:23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye ayashiki maneno yangu, nalo neno mnalosikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenituma. Kifupi, mpendwa, ili ujitahidi Mungu umpende, rudi kwenye neno la Mungu, ulishike neno la Mungu. Kulishika ni kulitendea kazi, sio kulikariri kwamba ombeni mtapewa alafu litendei kazi. Kulishika ni kulitendea kazi. Ili Mungu aone unampenda, lazima kuna tenda ataliona kwako kwenye kulishika neno la Mungu. Ukiona neno la Mungu kwako ni mlima, halikubali kwenye moyo wako. Ukifushwa sema mchungaji amezidi, kila Jumapili anafundisha utoaji, mchungaji amezidi, anasema sadaka, anakumbusha neno la Mungu. Ukaona kwako ni mlima, ujue umpendi Mungu. Anza moja kumtafuta Mungu ili akuvushe kwenye hilo. Asema ukinipenda utazishika amri zangu. Akasema asiyenipenda alishike neno langu.
Ndio maana upendo ni nguzo ya Ukristo. Eneo lingine kwenye upendo, Mkristo atawapenda watu wote, hatabagua kwamba nampenda huyu kwa sababu tunasali wote PG. Nampenda huyu kwa sababu ni shangazi yangu. Nampenda huyu kwa sababu ndio mtoto wangu wa kwanza. Atawapenda wote. Upendo wa Mungu haubagui, unaenda kwa wote. Pendwa, kuanzia leo, ukiona maisha yako yanapendelea watu fulani, wengine wanawapenda, wengine huwapendi, ujue bado unadaiwa mbele za Mungu. Utapenda watu wote bila kubagua. Utawapenda wote. Na neno la Mungu linasema wapendeni adui zako na uombee. Kwa mwingine ambaye hana Kristo, kumpenda adui yake atashindwa, lakini ukiwa na Roho wa Mungu atakusaidia. Na ukiwa unakushinda, mwambie Roho Mtakatifu akuwezeshe kwamba Mungu, kwenye hili mimi nimekuwa ni mlima, lakini kumbuka akasema, Zerubabeli, mlima mkubwa utasawazishwa. Atakusaidia, lilo gumu kwako litakuwa jepesi, kwa sababu umetafuta upendo wa Mungu. Tusome Warumi 13, Warumi 13 mstari wa 8. Warumi sura 13 mstari wa 8. Warumi sura 13 mstari wa 8 anasema, msiwiwe na mtu chochote. Kuwiwa ni kudaiwa. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Mpendo unadaiwa uwe na upendo. Hilo ni deni kwangu, ni deni kwako. Unadaiwa maisha ya upendo. Roho wa Mungu anakukumbusha unalo deni la kulipa upendo kwa wanadamu. Unalo deni. Msiwiwe na chochote, usidaiwe chochote. Unachodaiwa leo ni upendo wa Mungu ndani ya maisha yako. Anasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Sheria ya Mungu ni kuwapenda watu. Sheria ya Kristo ni upendo. Ndilo deni ulilo nalo mwana wa Mungu. Unalo deni kwenye maisha yako, maisha ya upendo kwa kila mmoja. Upendo ukipungua kwako, umepoteza alama kwenye nguzo za Ukristo. Eneo lingine, Mkristo atawapenda sana waliookoka kuliko hata ndugu zake wa kimwili. Yuko mtu mmoja hapa ameanza kuwa na mashaka, sema, mchungaji, itakuweje nisimpende baba yangu, nimpende yule mshirika wa mwenzangu? Ndio, neno la Mungu limeagiza, lazima ulishike. Tusome Wagalatia 6:10. Wagalatia 6 mstari wa 10. Wagalatia 6 mstari wa 10. Anasema, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema, ndio, na hasa jamaa ya waaminio. Hasa. Sasa nitaitafuta kidogo, sio kwa nia mbaya, kwenye lugha ya wenzetu walipotafsiri ile andiko. Galatia 6:10. Hapa anasema, so
whenever we have opportunities, popote tuliko na fursa zozote utakazoziona, we should do what is good to all people, but especially we should do what is good to all our fellow believers. Fursa zozote umezipata, watendee watu, wawezeshe watu. Lakini akaendelea kuishi hapo, akasema hasa jamii ya waaminio, ndio believers, ndio waliokoka, ndio wapendwa. Kwa hiyo mpendwa, pamoja na deni la upendo, lakini penye nafasi unatakiwa unampa kipaumbele mpendwa aliyeokoka. Kuna fursa ndio kibinadamu, wakati mwingine ni ngumu. Yuko mjomba wako hapa, yuko mpendwa hapo, kuna fursa imekuja, kwa mujibu wa neno la Mungu unamtanguliza mpendwa kwanza, ndio mwingine atafuata wa kimwili. Kwa nini? Jibu nakupa leo. Jibu napenda kulisikia, napenda kulijua leo. Jibu ni moja tu. Huyu baba yako hajaokoka, ni mlevi, mstaglara, jambazi. Yuko mpendo mwingine, huyu upendo wa huyu utakuwa naye mpaka mbinguni. Kaka yako hajaokoka, amekufa, mmemaliza na leo, utamuona, lakini mpendo mtakutana naye mpaka mbinguni. Ndio maana amesema hasa jamaa ya waaminio, una deni kwa upendo kuwasaidia na kuwafusha. Kwa hiyo hizo ndizo nguzo tatu za Ukristo. Nguzo tatu za Ukristo. Ukristo wako ili uwe imara, uthibitike na umwone Kristo siku ile, hizo nguzo tatu zitakuvusha. Lakini kati ya zote tatu, iliyo kubwa kuliko zote ni moja, nayo ni upendo kuliko wote. Sehemu nyingine Paulo akasema, hata nikitoa mwili wangu uungue kwa moto, kama sina upendo ni kazi bure. Umepoteza muda. Kama hakuna upendo ni kazi bure. Sasa kwa nini nguzo ya upendo inazidi zote? Upendo unao kwa wapendo hapo, unao duniani hapa, utakuwa nao mpaka mbinguni, hauishi hapa. Imani ya kukuvusha uende mbinguni, tumaini ya kufanya uishi maisha matakatifu ili uende mbinguni, lakini upendo tutendea nao kwa Mungu milele na milele. Ndio maana nguzo ya upendo ni kubwa kuliko zote. Na Mungu wa mbinguni akubariki mwana wa Mungu. Karibu. Jamani, makofi hayatoshi. Chakula kizuri baba ametuandalia, lakini ametupakulia kidogo. Sijui nyinyi mnaonaje? Chakula kizuri lakini amepakua kidogo tu. Tumesheshia huko kwenye mashavu. Haleluya. Hata kama ungefanya namna gani vyovyote uwezavyo kufanya, lakini kama huna upendo, makubwa, si ndio? Kanisa la Mungu, tupendane. Lakini haitoshi tu kupendana, tusameheane. Haitoshi tu kusameheana, tuvumiliane. Lakini atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka na kuulisi uzima wa milele. Sasa niombe uwe mtu wa kusamehe. Na haitoshi kusamehe, samehe na kuachilia. Usiseme kale ka Kiswahili ka mitaani,
nimekusamehe, lakini sitasahau. Umefanya nini? Eti wachungaji wangu